Marekani imetuma zaidi wanajeshi 10,000 wa ziada kuelekea Mashariki ya Kati kabla ya mwisho wa mwezi wa Aprili, wakati Washington ikijaribu kuongeza shinikizo dhidi ya Irani. Maafisa wa Marekani wameliambia gazeti la The Washington Post. Gazeti hilo limewanukuu maafisa wa sasa na wa zamani wa Marekani waliozungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao. Tangu hapo awali, takriban wanajeshi 50,000 walikuwa wamehusika katika operesheni za vita dhidi ya Irani tangu kuanza kwake mnamo Februari 28 kutokana na kuwasili kwa meli hiyo ya USS H.W. Bush ambayo inaripotiwa kuwa inasafiri kuzunguka Afrika. Idadi ya meli za kubeba ndege za kivita katika eneo hilo. Unaweza kusubscribe na ukabonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupata notification. Tuko tayari kuishambulia Irani wakati wowote. Waziri wa Marekani Peter Hegson amesema kuwa kizuizi cha kijeshi cha Marekani ni njia staha zaidi ya kukabiliana na hali ilivyo kwa sasa, na kuongeza kuwa sekta ya nishati ya Irani bado haijaharibiwa. Irani inapenda kujigamba kuwa inadhibiti mlango bahari, ila haina jeshi la wanamaji, hamwezi kudhibiti kila kitu. Ameongeza kuwa Irani imetishia kurusha makombora kwa meli za biashara, ila wamedhibiti hali hiyo na kusema kuwa huo ni uharamia na ugaidi. Waziri huyo pia ameongeza kuwa jeshi la wanamaji la Marekani linadhibiti safari za meli zinazoingia na kutoka katika mlango wa bahari, na linafanya hivyo kwa kutumia chini ya 10% ya uwezo wake wa kijeshi. Hegson pia ameionya Irani na kuambia kuwa tunawafuatilia kwa karibu. Uwezo wa Marekani na Irani si sawa, na kwamba haya sio mapambano, tunazidi kuwa na nguvu zaidi. Na amesema kuwa Marekani inaishauri serikali ya Irani ifanye maamuzi ya busara, kuwa Marekani ina uwezo wa kuanza tena operesheni za kijeshi iwapo serikali hiyo itafanya maamuzi mabaya na kukataa kuafikiana makubaliano. Lakini pia kamanda mkuu wa jeshi la Pakistani anatarajiwa kuelekea Marekani kesho katika ziara muhimu ya kidiplomasia. Kwa mjibu wa duru za usalama, safari hiyo inalenga kuwa sehemu ya juhudi za upatanishi kati ya Washington na Teherani. Hatua hiyo inatazamwa kama jaribio la kupunguza mvutano wa kisiasa na kijeshi katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Ziara hiyo ya kijeshi ya kiwango cha juu kabisa, hii inaashiria nafasi ya Pakistani katika kujaribu kuimarisha mazungumzo ya kidiplomasia na kuzuia kuongezeka kwa mzozo wa kikanda. Lakini pia wataalamu wa siasa za kimataifa wamesema kuwa jukumu la Pakistani linaweza kuwa na athari kubwa katika kuleta maelewano kati ya pande zote zinazokinzana. Lakini pia kwa upande wa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa taifa lake lina uhusiano mzuri sana na Irani, akieleza kwamba hali hiyo ni ya kushangaza na isiyotarajiwa kutokana na historia ya mvutano wa muda mrefu kati ya pande hizo mbili. Kauli ya Trump imeibua mjadala wa kidiplomasia, kwani mara nyingi Marekani na Irani wamekuwa wakitofautiana kuhusu masuala ya nyuklia, vikwazo vya kiuchumi na ushawishi wa kijeshi katika Mashariki ya Kati. Trump ameonekana kuashiria kwa uwepo wa mawasiliano au mazungumzo ambayo yanaweza kupunguza mvutano na kufungua njia ya makubaliano mapya. Ni pia kwa upande wa Irani imeripotiwa kuhamisha takriban mapipa milioni 9 ya mafuta ghafi kutoka katika akiba zake zinazozunguka katika Ghuba ya Oman. Hatua hiyo imefanyika tangu kuanza kwa mzingiro wa kijeshi wa majini ya Marekani mnamo tarehe 13 Aprili. Maboresho haya ya usafirishaji wa mafuta yanakuja katika mazingira ya mvutano unaoongezeka kati ya Teherani na Washington, huku Marekani ikiongeza shinikizo la kiuchumi na kijeshi dhidi ya Irani. Marekani itashambulia tena Teherani kama haitafikia makubaliano yaliyotolewa na Marekani ili kufikia hatima ya kumaliza vita moja kwa moja. Waziri wa vita wa Marekani Peter Hegson ameyasema hayo muda mchache uliopita alipokuwa akitoa taarifa fupi kwa yanayoendelea
kwenye misheni ya Epic Fury, ambapo kwa sasa vikosi vya Marekani vimeweka kizuizi katika mlango bahari wa Hormuz kuzuia meli zote zinazoingia na kutoka katika eneo hilo la Gulf. Tumejipanga na tupo tayari kwa muda wowote ule kuanza mashambulizi makubwa na makali kuliko ilivyokuwa mwanzo kama Irani ikishindwa kufikia makubaliano yetu ambayo tumeyatoa. Marekani imepeleka vipengele vyao ambavyo Irani inatakiwa kukubali ili vita imalizike moja kwa moja. Irani wanatakiwa wakabidhi uranium yao walioirutubisha kwa Marekani. Irani wanatakiwa wasiwe na mawazo wala tamaa ya kumiliki silaha za nyuklia. Wanatakiwa wasitengeneze makombora ya masafa marefu. Wanatakiwa wasitishe mara moja ufadhili wa makundi ya wanamgambo wa Hamas, Hezbollah, Houthi na mengine. Irani wanatakiwa wanunue uhuru wao kwa kufuata kile Marekani wanahitaji. Huku ujumbe huu mpya wa Marekani ukiwasili leo tarehe 16 ya mwezi wa 4 mjini Teherani, kiomba Irani kurejea kwenye meza ya mazungumzo.